Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika kipindi chetu Mbiu ya Heri kinachokujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Kitaifa Familia Takatifu Mwenda Kulima iliyoko Jimbo Katoliki Kahama. Kipindi chetu cha leo ni mwendelezo wa kipindi kilichopita, ufafanuzi wa maswali muhimu yanayopatikana katika maandiko matakatifu yenye msingi wake katika kitabu cha Mwanzo, ambapo leo tutajadili jinsi maisha ya familia yanaelezwaje katika maandiko matakatifu, lakini pia kwa nini dhambi iliingia ulimwenguni. Mada ya leo inaletwa kwenu nami Frateri Paulo Gurti kutoka Jimbo Katoliki Mbulu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, kabla tujaanza kipindi chetu, ninakualika tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama nilivyotangulia kusema, kipindi chetu cha leo ni mwendelezo wa kipindi kilichopita, ufafanuzi wa maswali muhimu yanayopatikana katika maandiko matakatifu yenye msingi wake katika kitabu cha Mwanzo. Leo tutajadili maswali yafuatayo: maisha ya familia yanaelezwaje katika maandiko matakatifu? Kwa nini dhambi iliingia ulimwenguni? Swali la kwanza: thamani ya uhai ni ipi? Maisha ni zawadi kutoka kwa Mungu. Pia thamani ya uhai wa mwanadamu imeelezwa kwa kina katika maandiko matakatifu kwamba Mungu ndiye muumbaji wa maisha na kila mtu ameumbwa kwa kusudi maalum. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 26 hadi 27. Kifungu hicho kinaeleza kuwa mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, jambo linaloonyeshwa kuwa na thamani kubwa ya uhai. Katika maandiko matakatifu, uhai unaheshimiwa na unapaswa kulindwa kwa sababu ni mtakatifu na unahusiana moja kwa moja na mpango wa Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Katika sehemu hii tutaangazia thamani ya uhai kwa mujibu wa maandiko matakatifu na jinsi Mungu alivyouona na kuheshimu uhai wa mwanadamu. Uhai ni zawadi kutoka kwa Mungu. Uhai wa mwanadamu si tu wa bahati mbaya, bali ni zawadi kutoka kwa Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7, na nukuu: Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mwisho wa kunukuu. Turejee pia kitabu cha Ayubu sura ya 33 aya ya 4, na nukuu: Roho ya Mungu imeniumba na pumzi ya Mwenyezi Mungu imenipa uhai. Mwisho wa kunukuu. Vifungu hivi vinaonyesha kuwa uhai unategemea pumzi ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu yupo hai kwa sababu Mungu alimpulizia pumzi ya uhai, na hivyo maisha yake ni matakatifu. Utakatifu wa maisha ya mwanadamu unadhihirisha zaidi kuwa mwanadamu kuumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe, akampa hadhi ya kipekee kati ya viumbe vyote. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya 26 hadi 27. Hii inaonyesha kuwa uhai wa mwanadamu una thamani kubwa kwa sababu imebeba taswira ya Mungu. Pia inatufundisha kuwa kila mtu ni wa thamani mbele za Mungu bila kujali hali yake ya maisha. Kwa kuwa kila mtu ana thamani mbele za Mwenyezi Mungu, uhai unapaswa kulindwa na kuheshimiwa. Hii ni kwa sababu uhai ni zawadi takatifu kutoka kwa Mungu. Maandiko yanatufundisha kuheshimu na kulinda maisha ya kila mtu. Rejea kitabu cha Kutoka sura 20 aya ya 13 inayotuelekeza kwamba tusiue. Rejea pia kitabu cha Mwanzo sura ya 9 aya ya 6, na nukuu: Mtu yoyote amwagaye damu ya mwanadamu, damu yake itamwagwa na mwanadamu, kwa maana kwa mfano wa Mungu alimfanya mwanadamu. Mwisho wa kunukuu. Amri hii inasisitiza kuwa uhai wa mwanadamu ni mtakatifu
na haupaswi kuondolewa kwa sababu yeyote ile isiyo ya haki. Kwa mantiki hiyo, Mungu ndiye mwenye mamlaka juu ya uhai na kifo. Maandiko yanaeleza wazi kuwa Mungu ndiye aliye na mamlaka juu ya maisha na kifo na si mwanadamu. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 32 aya 39 na kitabu cha Ayubu sura ya 14 aya ya 5. Sehemu hizi za maandiko matakatifu zinatufundisha kuwa uhai wa kila mtu upo mikononi mwa Mungu na si mikononi mwa mwanadamu, kwani Mungu peke yake ndiye anayeweza kuamua mwisho wa maisha ya mtu. Hivyo basi, sisi wanadamu hatuna budi kutunza na kuendeleza uhai wa mwanadamu na uhai wetu binafsi. Hii ni kwa sababu uhai ni wa thamani. Maandiko yanatufundisha kutunza afya zetu, kusaidia wenye shida, kutetea haki za wanyonge. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 31 aya 8 hadi 9 na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 25 aya 35 hadi aya ya 40. Hii inatufundisha kuwa uhai wa kila mtu ni wa thamani na unapaswa kulindwa kwa upendo na haki. Hivyo basi, kutokana na maandiko matakatifu, tunaona kuwa uhai wa mwanadamu una thamani kubwa kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu na umebeba sura na mfano wa Mwenyezi Mungu na unalindwa na yeye mwenyewe. Sababu tunapaswa kuheshimu na kutunza maisha yetu na maisha ya wengine. Hatupaswi kuchukua uhai wa mtu mwingine kwa sababu yoyote ile isiyo ya haki. Tunahimizwa kuishi maisha yenye maana, kumtumikia Mwenyezi Mungu na wanadamu wengine. Yesu Kristo alikuja kutupatia uzima wa milele, na kwa kumwamini yeye tunaweza kupata uzima usio na mwisho. Pia kwa mujibu wa sheria za nchi, ni haki ya mtu kuwa hai. Kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata maisha kutoka kwa jamii, hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria ya haki ya kuwa na uhai, sheria ya mwaka 1984 namba 15 ibara ya 61. Sasa basi, uhai wa mtu si tu kwamba unalindwa, bali pia unapewa na kuhakikishwa hadhi yake ya utu inalindwa, ambayo pia ni thamani ya binadamu isiyolinganishwa na bidhaa yoyote au kitu chochote kile. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, baada ya kuona ufafanuzi wa swali linalohusu thamani ya uhai ni ipi, pia tuone ufafanuzi wa swali la 5. Ni kwa namna gani dhambi iliingia ulimwenguni? Mpendwa msikilizaji, katika historia ya mwanadamu, dhambi imekuwa chanzo cha maangamizi, maumivu na mateso. Mungu alipomuumba mwanadamu, alikusudia aishi kwa furaha, upendo na amani, akiwa katika ushirika wa karibu na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hata hivyo, dhambi ilipoingia ulimwenguni, ilipitia kwa Adamu na Eva na kusababisha madhara makubwa kwa mwanadamu na mazingira yake. Katika sehemu hii tutaelezwa jinsi dhambi ilivyoingia ulimwenguni, madhara yake katika maisha ya mtu binafsi, jamii na ulimwengu mzima, pamoja na suluhisho lake ambalo Mungu amelitupatia kupitia kwa mwanae Yesu Kristo. Tuanze kwa kuona namna gani dhambi iliingia ulimwenguni. Maandiko matakatifu yanaeleza kuwa dhambi iliingia ulimwenguni kutokana na uasi wa Adamu na Eva dhidi ya amri ya Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 16 hadi ya 17. Na nukuu: Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, akasema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana utakavyokula hakika utakufa. Mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, shetani alimdanganya Eva na kumshawishi kula tunda lililokatazwa na Mwenyezi Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 6. Na nukuu: mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza machoni, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mwisho wa kunukuu. Kutokana na dhambi hii ya uasi,
madhara makubwa yaliingia ulimwenguni na mwanadamu walipoteza ushirika wake wa karibu na Mwenyezi Mungu. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12 anaeleza, na nukuu, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu walikuwa wamefanya dhambi. Mwisho wa kunukuu. Dhambi hii ya wazazi wetu wa kwanza ndio inaitwa dhambi ya asili, na ndiyo imeleta mateso na uharibifu katika maisha ya binadamu na ulimwengu kwa ujumla. Hivyo basi, mpendwa msikilizaji, tuone madhara ya dhambi katika maisha ya mtu binafsi. Dhambi ilipoingia katika maisha ya mtu binafsi, iliharibu uhusiano wake na Mwenyezi Mungu, na hivyo kumpatia mwanadamu mzigo wa hatia na kumpelekea katika mateso ya kiroho na kimwili. Adamu na Eva walipotenda dhambi, walifukuzwa katika bustani ya Edeni. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 23 hadi aya 24. Dhambi ilimfarakanisha mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Rejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 59 aya ya 2. Pia mtu mwenye dhambi hana amani ndani yake, hana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu na anakosa baraka za Mungu. Dhambi inaleta hofu na mateso ulimwenguni. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, walijificha kwa hofu mbele za Mwenyezi Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 10. Mtu mwenye dhambi mara nyingi huhisi huzuni, majuto na hofu ya hukumu ya Mwenyezi Mungu. Dhambi inasababisha kifo. Mungu alipomuumba mwanadamu alikusudia aishi milele, lakini dhambi ilileta kifo hapa ulimwenguni. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya ya 23. Mtu anaendelea kukaa katika dhambi bali hataki kutubu, anaelekea kwenye mauti ya kiroho na kimwili. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, baada ya kuona madhara ya dhambi katika maisha ya mtu binafsi, tuone pia madhara ya dhambi katika jamii yetu. Dhambi haimwathiri tu mtu binafsi, bali huenea na kusababisha madhara makubwa katika jamii zetu. Dhambi inasababisha ufisadi, ukosefu wa haki. Mpendwa msikilizaji, maandiko matakatifu yanatufundisha kuwa dhambi huleta uovu katika jamii. Rejea kitabu cha Mithali sura ya 29 aya ya 4. Dhambi imesababisha watu wengi kuwa na tamaa ya mali, rushwa na ukandamizaji dhidi ya wengine. Dhambi inasababisha vita na umwagaji damu hapa ulimwenguni. Kwa sababu ya dhambi, dunia imejaa vita, chuki na mauaji. Rejea waraka Mtume Yakobo sura ya 4 aya ya 1 na nukuu, vita yatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyavyo vita katika viungo vyenu? Mwisho wa kunukuu. Pia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 8 tunasoma jinsi Kaini alivyomuua ndugu yake Abeli kwa sababu ya wivu. Dhambi haijamwathiri tu mwanadamu, bali pia imeleta madhara katika ulimwengu wote, kwani imesababisha uharibifu wa mazingira, viumbe vyote vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo madhara ya dhambi kwa ulimwengu ni kama ifuatavyo. Mosi, dunia iliandamwa na laana kwa sababu ya dhambi zetu wenyewe. Baada ya Adamu kutenda dhambi, Mungu alihukumu dunia nzima. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 17 hadi ya 18 na nukuu, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa taabu utakula mazao yake siku zote za maisha yako, nayo itakuzalia miiba na michongoma. Mwisho wa kunukuu. Hili litazidi kuonekana jinsi dunia ilivyoendelea kupata madhara makubwa na majanga kama vile mafuriko, ukame na magonjwa ya milipuko. Pili, uharibifu wa mazingira. Tamaa ya mali na uchoyo wa wanadamu umesababisha uharibifu wa mazingira.
Rejea kitabu cha nabii Hosea sura ya 4 aya ya 3. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ingawa dhambi imesababisha madhara makubwa ulimwenguni, Mungu ametupatia suluhisho kupitia Yesu Kristo mwenyewe. Maandiko matakatifu yanatupatia suluhisho hilo la dhambi kwa kutuonesha Yesu Kristo kama mwokozi wetu mwenyewe. Yesu Kristo alikuja ili atuokoe kutoka katika dhambi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 16. Na nukuu: kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muumini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mwisho wa kunukuu. Pia maandiko matakatifu yanazidi kutupatia matumaini juu ya toba na msamaha wa dhambi zetu. Hili tunaliona wazi tunaposoma waraka wa kwanza wa Mtume Yohane sura ya 1 aya ya 9, anaposema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Mwisho wa kunukuu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tumepata nafasi ya kutafakari maswali muhimu kuhusu mpango wa Mungu kwa ulimwengu na wanadamu. Tumejifunza kuwa thamani ya uhai ni kubwa, kwani mwanadamu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 26 hadi ya 27. Pia dhambi iliingia ulimwenguni kwa sababu ya uasi wa Adamu na Eva, lakini Mungu bado ana mpango wa ukombozi kwa mwanadamu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 19. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunapomaliza kipindi hiki, tunakumbushwa kuwa maandiko matakatifu ni mwanga wa maisha yetu. Tukiwa na maswali yoyote kuhusu imani, maisha na hatima yetu, tunaweza kuyapatia majibu yake katika neno la Mwenyezi Mungu. Tunaomba neema ya Mungu itusaidie kuishi kiuaminifu kumpendeza yeye kila siku katika maisha yetu. Mungu akubariki. Tuendelee kuwa pamoja katika kipindi kijacho Jumatano ijayo, ambapo tutaelezwa kwa kina msingi wa sakramenti na maandiko, jinsi zinavyotusaidia kushinda athari za dhambi ili kuishi maisha yetu ya wokovu wa milele. Na sasa, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tufunge kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Watakatifu, somo zetu, mtuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Frateri Paulo Gurti kutoka Jimbo Katoliki Mbulu.